Asante sana. Naam, basi moja kwa moja tuanzie na mada ambayo leo ndio zaidi tuliokukaribishia hapa mezani. Mengi yanazungumzwa kuhusiana na upinzani na jinsi mataifa mbalimbali yanavyoangazia sheria na wapinzani katika kuendeleza siasa zao. Je, kimtazamo wako unaweza kutuelezea zaidi kuhusiana na matukio kama haya na namna gani wewe unazungumzia swala la upinzani katika mataifa yetu ya Afrika? Kwanza ni kusema sisi ni wanajumuiya ya Afrika Mashariki. Na jumuiya ni ya kuleta wananchi pamoja, kuwezesha biashara zao, wananchi kufanya biashara popote katika jumuiya. Na kwa mambo yote ya mvumo wa kisheria na ya kuleta uongozi bora na mambo kama hiyo. Na kwa hivyo tunawapatia notisi viongozi wa Afrika Mashariki. Wanatumia muungano wa jumuiya kama muungano wao wakiwa viongozi wa kujikinga wasiondolewe kwa mamlaka hata kwa njia ya halali kama ya upigaji wa kura na kunyanyaza haki zetu za kibinadamu. Nasi kama wananchi wa jumuiya tumesema ni lazima tupiganie haki zetu, tuje pamoja ndivyo tusaidiane kupiga nduru wakati haki zetu zinadhulumiwa. Na tuko na shirika tulibuni juzi linaitwa Pan-African Leaders Pan-African Progressive Leaders Solidarity Network. Na umuhimu wa hiyo shirika ni kusimama pamoja wakati tunataabishwa. Na ndivyo ukaniona nikienda Uganda tukiwa na wenzangu kutetea Kizza Besigye, kiongozi wa upinzani ambaye alitekwa nyara akiwa ziara hapa Kenya. Na ndivyo ukatuona tukienda Tanzania kuwa observer katika kesi ya Tundu Lissu, kiongozi mashuhuri wa upinzani kule Tanzania, ambaye pia ni mgombeaji wa urais katika uchaguzi wa urais wa Tanzania ambao utafanyika mwezi wa 10 mwaka huu. Tumeenda hapo kuona kama haki inatendeka na tukakuta haki haitendeki. Na tukaonelea kwamba hiyo kesi imeletwa kuhusu Tundu Lissu inaonyesha ya kwamba CCM inamuogopa. Wanataka uchaguzi ufike Tundu Lissu akiwa amezuiliwa na chama yake ya Chadema isiwe ndani ya orodha ya vyama vya kisiasa vile tawania viti. Kwa hivyo ni kujaribu kushinda uchaguzi kwa kufinyilia na kufunga. Bimata, samahani Bimata, kwa mtazamo wako unataja vitendo vya ukandamizaji kama ushindani wa kisiasa, lakini labda mbali na kulalamika na kuzungumzia kwamba ukandamizaji, unadhani nini kitasababisha mabadiliko katika mtindo huo wa ukandamizaji wa kisiasa katika Afrika Mashariki? Nini kinapaswa kufanywa ili kusitisha kabisa masuala kama haya? Sisi kama wananchi kwa kila nchi zetu kuungana na pia kuungana kama wananchi wa jumuiya vile sasa tunafanya, kwenda kutizama na kuzungumzia yale yanapatikana na kuyakemea. Sasa wananchi wa Kenya tunajaribu iwezekanavyo tuungane wale tuko kwa upinzani na tuungane kama wananchi kutafuta uongozi bora. Nchi zote 3 za Afrika ambayo ni miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni Kenya, Uganda na Tanzania, katiba zetu zote zinasema mwananchi ndio ako na ushukani wa juu, sovereignty. Na kwa hivyo sauti ya mwananchi lazima isikike, na yetu ni kujaribu kuweka mwananchi motisha, kumpatia nguvu ndivyo aweze kutoa sauti yake, akiwa anasimama binafsi, akiwa ndani ya vyama vya kisiasa au mashirika yoyote, kusema ya kwamba tumekataa
haki zetu kugandamizwa, tunatoa sauti zetu za kudai haki zetu na serikali zilizoko. Umezungumzia katiba, umeitaja katiba hapo, katiba ya Tanzania, katiba ya Uganda. Wafuatiliaji na wanaoangazia siasa wanasema kidogo zinahitaji kufanyiwa marekebisho, lakini kwa taifa lako la Kenya imekuwa ikitajwa kwamba angalau Kenya ina nafasi, katiba yao inawapatia uhuru zaidi wa kujieleza na kufanya matukio mbalimbali ya kisiasa, lakini bado Kenya kuna changamoto. Kama mwanasiasa Martha Karua, wewe hili unazungumzia vipi? Changamoto zinatokeaje licha ya kwamba katiba inaelekeza na katiba zinasema tofauti na mambo yanavyofanyika? Sisi hapa Kenya twapambana vilivyo. Mashirika isiyo ya serikali, vyama vya kisiasa vya upinzani, tunaweka bidii kabisa tuone tumeleta mwongozo wa kisheria, tumeleta mabadiliko ya kusaidia mwananchi. Tunafanya hiyo yote na tunachukua dakika chache kukimbia kwa nchi jirani kusaidia jirani. Hata ukiwa uko na upishi kwako jikoni, usikie jirani yako analia, utaenda kuona ni nini. Utaweka hiyo upishi on hold, uchukue dakika ya kuokoa jirani yako. Kwa hivyo tunashikilia hayo yote, multitasking. Tunafanya ile inatuhusu Kenya na hatusemi tuko sawa, hatuko sawa. Tuko na shida na twapambana. Kuna wale Martha ambao wanashuku Bimatha, kuna wale ambao wanashuku kwamba msaada wako kwa viongozi wa upinzani katika nchi nyingine huenda ukahatarisha maslahi ya kisiasa ya Kenya. Je, unaweza kutufafanulia ni jinsi gani unavyoweza kudumisha uwazi na uaminifu katika harakati zako za kuhusiana na masuala haya ya kimataifa? Uwazi gani wauliza? Kwenda kotini kama observer, uwazi gani? Tunaenda ndivyo tulete uwazi kwa hizo kesi, na ndivyo kuwe na sauti zingine, sio ya Watanzania peke yake, ya kusema yale yanatendeka kotini. Kama sasa Tanzania tuliona ya kwamba Tundu Lissu alinyimwa haki yake ya kwenda kwa mahakama, awe hapo ndani aone mawakili wake wakifanya kazi, akawa analazimishwa akae kwa mtandao. Na katiba inasema iwe ni kesi ya uwazi. Wafuasi wake wakawa wanazuiliwa wasiingie kotini, wakapigwa kichapo mbaya na moja akafariki. Tulikuwa hapo na tukadhibitisha hayo. Tuko hapo ndivyo tuseme hakuna uwazi. Tanzania Uganda tulikuwa tunapambana ya kwamba Kizza Besigye na Obed Lutale waziwekwe kwa koti ya military tribunal, wawekwe kwa koti ya kisheria, na hiyo imefanyika, lakini haki zao zaendelea kudhulumiwa. Hawajapata bail, kesi haijaanza, serikali inaendelea kujikokota, huku wakiwa ndani wanaenda kumaliza miezi 6 bila sauti za wengine, sio watu wa Uganda peke yake. Yale alijulikana kuhusu hiyo kesi haingejulikana. Tumeenda kuchangia uwazi. Na swali, uwazi gani wangependa tueleze vile tunaenda Uganda na Tanzania? Bila shaka mambo mengi yanafanyika. Vile vile wafuatiliaji wetu walikuwa na maswali mengi kuhusiana na kuingilia kwako katika masuala haya ya Afrika Mashariki, na mwenzangu Jacob Safari upande wa pili wa studio ameweza kupata lao maswali mawili matatu. Jacob, labda uzungumze na Martha. Kuna Godfred Kayago, yeye anasema tu anamtakia maisha marefu Martha Karua na kwamba Afrika inahitaji wapambania Afrika kama hawa. Alafu Musa Kahulula yeye anauliza iweje kwamba Martha Karua anawatetea wapinzani wa Tanzania na Uganda wakati huko kwao Kenya wanawapiga risasi na kuwaua kabisa. Bi Martha, kwako swali hilo. Hata wa Kenya tunawatetea. Kama unaangalia kwa mtandao utaniona nikiwa kotini kwa zile kesi zimepelekwa na Law Society of Kenya kuhusu utekaji nyara wa watu. Niko kwa kesi zingine za watu kugandamizwa kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa. Nafanya kesi za haki za kibinadamu na kesi za civil liberties hapa East Africa.
na sio Martha Karua peke yake yako Uganda, Tanzania. Tulikuwa na wakili mmoja shupavu wa kutoka Angola ambaye wa sasa amekuwa jaji mwaka huu. Tulikuwa na wakili kutoka Comoros, tulikuwa na mawakili kutoka nchi la Tanzania. Tulikuwa na East Africa Law Society na Kenya Law Society. Useme yule ameonekana sana sababu mimi ni miongoni na mimi naongoza timu ya Besigye ni Martha Karua, lakini tunaungana Afrika yote. Tuko na hata PALU, Pan African Lawyers Union. So mawakili wa Afrika yote. Hata tulikuwa na wawakilishi wa American Bar Association. Na tulikuwa na watu wengi zaidi, hata Amnesty International. Bila shaka ni mambo ni mengi Bi Martha Karua, ila muda kidogo umetutupa. Tungependa kujadili zaidi kuhusiana na mambo yalivyo na hatua zako katika kuhakikisha kwamba upinzani unapata haki na usemi. Asante sana kwa muda wako, nikutakia